moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hii wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari mmekuwa mkijiuliza swali hili na hampati majibu. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi 8. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti. Nyie hamjui ripoti, na sisi hatujui hiyo ripoti. Ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Ndio maana nikasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusu nusu. Hapa kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea Machi 8. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hilo, lakini ndani ya kikao wamekiri ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumuomba akiwa anazungumza next time nikipata fursa ya kukutana naye, waambie Watanzania wanataka kujua ripoti ya Machi 8 clean ilivyo, eleza umma upate kufahamu. Umma hautaki kubaki na sintofahamu.